Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Global TV katika mwendelezo wa story hii ambayo imekuwa ikitrend sana kwenye mitandao ya kijamii. Nazungumzia story ya dada Naomi Marijani ambaye aliuawa na mumewe siku kadhaa zilizopita, ni miezi kadhaa hivi, na leo tumeweza kufika katika ofisi ya mwenyekiti mtendaji katika eneo hili la Geza Ulole, ambaye pia ataweza kutuambia mawili matatu kuhusiana na tukio hili. Lilitokeaje na ilikuwaje? Kwa sababu tumekuwa tukiona tu stories zikiendelea, watu wakizungumza tofauti. Lakini je, kwa mwenyekiti wa eneo ambalo alikuwa akiishi dada Naomi Marijani, ana lipi la kuongea zaidi? Naitwa Given Mashishanga, nyuma ya kamera ni Daudi ama David Kileo. Endelea kukaa pamoja nasi, tuendelea kukuletea matukio haya tofauti, na hivi ndivyo ambavyo tunaelekea katika ofisi hii, ili basi tuweze kukupa ambacho wewe unastahili kukipata, mtazamaji wangu, kupitia Global TV Online. Lakini nikukumbushe tu, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, tutumia Global Publishers, Twitter, Global Habari. Karibu. Okay, na hapa tumeshafika, na basi nitampa nafasi ya kujitambulisha zaidi ya ni nani, lakini tutakuwa na mawili matatu ambayo tutayasikia kutoka kwake. Karibu. Habari? Salama, habari gani? Salama. Namshukuru Mungu sijambo. Asante. Okay, mtazamaji anatamani kufahamu kwamba wewe ni nani na katika eneo hili? Naitwa Seif Nasoro, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kizani, Geza Ulole. Ndio, kata ya Somangira. Umekuwa ukiongoza kwa muda gani sasa? Muda huu miaka 5 tu. Miaka 5 sasa. Okay. Pole sana. Changamoto zikoje? Maana najua changamoto za uongozi nazo. Changamoto ziko nyingi. Changamoto ziko nyingi zaidi sana, magomvi tu ya kuibiana, kugombana wake na waume na wake zao. Ndio changamoto zilizokuwa za mtaani. Lakini tunaongea nazo, tunamaliza. Lakini kuna wengine wanakuwa ni wasiri zaidi. Neno la kusema mimi nimegombana na mke wangu au na mume wangu, inakuwa kwao inaonekana kama umemwaziri au umemvua nguo vile. Awamu ya kwanza nilipata taarifa kutokana kwa mwenyewe mume, mke wake amepotea au ametoroka. Yule bwana nikamwambia taarifa nimeshaipata, lakini naomba ukatoe taarifa polisi. Kweli yule bwana hakunipinga. Akaenda akatoa taarifa polisi, akaniambia tayari nilishatoa taarifa polisi, naendelea kumtafuta. Basi ilikuwa ni mwezi ngapi? Ilikuwa mwezi wa 5. Baada ya hapo tena basi nikaona zile pungu ya askari wakawa na kuja hapa ofisini kwetu na namba zao za simu wananipa, ananiambia mpige fulani, nampigia, anakuja, wanamhoji, anaondoka. Ile mara ya kwanza walimpigia dada mmoja anaitwa Melina. Alipofika polisi wakamhoji, wakamwambia sisi hatukuachii mpaka tumpate Hamisi Luongo. Bahati nzuri namba yake nilikuwa naye, nikampigia, akaja yule dada, kweli akaruhusiwa. Wakaja wakamhoji Hamisi Luongo. Walipomaliza kumhoji wakamruhusu, naye akamwambia aende. Kweli waliondoka, tukakaa tena. Wakaja polisi wengine. Wakaja wakasema tunamhitaji Heri. Kweli nikamuita Heri, wakaja wakamhoji. Matokeo yake walikamfunga pingu hapa, akamwambia sisi tunaondoka nawe. Sababu huyo ni jamaa mmoja ni mfanya biashara na anaonyesha TV. Okay. Sasa mmoja akasema mimi huyu nafanya naye biashara ya soda na gesi nanunua kwake. Nani huyo Heri? Okay. Unaona? Sasa polisi wakasema hata haiwezekani, unajua zaidi kwa sababu uliwasiliana naye karibu ni mara 2 kwa kuchati nawe. Unamjua wapi alipo. Sasa sisi kama wewe unataka kutueleza, sisi tunaondoka na wewe. Sasa na mimi nikaona huyu mtu nimemuita mimi, alafu tena anachukuliwa anaondoka. Itakuwa huyu satanielewa vibaya. Nikabidi mimi niongee na askari, nikamwambia jamani, mimi huyu namdhamini. Akimbii, nikamwambia huyu mimi hatokimbia. Sababu kuna mali nyingi aliyoachiwa hapa, hawezi kukimbia. Basi yule askari kweli alinielewa, akasema akikimbia tunaje kukuchukua wewe. Nikamwambia haina tabu, nyinyi mtanikuta mtanichukua. Kweli wakamwacha, wakaondoka zao. Unaona, tukakaa kama karibu hata wiki 2 hivi. Mara wakaja askari wengine. Kaja siku ya kwanza akawaita watu hivyo, wakatoa namba za simu, tukawaita watu, wakahojiwa. Akaitokea yake akawaruhusu, akaondoka
akaondoka zake. Siku nyingine wakamuita ndugu yake. Wakamhoji hapa, wakaambia sisi wewe tunaondoka na wewe. Wakatoka hapa na mjumbe wakaenda Mwera kumfuata mfanyakazi wao dukani. Kwa hiyo walikwenda kule wakamhoji na wakamwachia. Wakaja tena siku ya pili yake, wakaja hapa wakahoji mpaka saa 11 hivi kitu kama hicho. Nasikia napigiwa simu. Kwanza nikapigwa simu, bwana kuna ugeni wa mkuu wa wilaya unakuja. Naomba ufike eneo la tenki, halafu ndio umpokee mkuu wa wilaya. Nikamwambia sawa. Katoka mpaka eneo la tenki, nikamsubiri mkuu wa wilaya. Nikapigiwa simu na afande Hamisi. Sababu yule askari mimi kidogo ninahusiana na masuala naye. Wewe mzee wa Kiuni huko wapi wewe? Nikamwambia mimi niko kwenye tenki, naomba uje huko haraka sana. Nikamwambia mimi namngoja mkuu wa wilaya. Wewe unamngoja mkuu wa wilaya, unaacha kwenye mambo ya maana, kuna njoo huko. Kweli nikanyanyuka nikaenda. Wewe bwana tunataka kufanya upekuzi. Nikamwambia sawa, twende kufanya upekuzi. Lakini kabla hatujaingia kufanya upekuzi, nataka umsikilize huyu mlengwa. Anasemaje? Sawa. Kwenda pale nikakutana na OSS. Akaniuliza habari salama. Akaniambia huyu unamtambua? Nikamwambia namtambua. Unamtambua kama nani? Namtambua huyu kama huyu jina lake Hamisi, uongo. Alafu namtambua kama mwana mtaa wangu. Haya basi, akamwambia Hamisi, hebu mwambie kwa kifupi tu. Basi yule bwana akanambia, bwana Sefu au mwenyekiti, mimi bwana mke wangu nimemuua mwenyewe. Na nilipomuua kamchoma moto. Basi alikuwa amezungumza vile, mkuu ile OSS akanambia basi twende eneo la tukio. Akatuchagua mimi mjumbe, akamchagua na jirani yake pale. Tukaingia ndani mwake. Tulipoingia ndani mwake akaambiwa, haya eleza mlianzia wapi? Akamwambia mimi nilianzia hapa. Tulipotoka hapa mimi nikaingia chooni. Anaeleza mwenyewe kwa kauli yake mdomoni. Tumeingia chooni. Kulipoingia chooni na toka chooni, huyu mke wangu ndipo aliponivamia sehemu zangu za siri. Akanambia umalaya wako leo mwisho. Yule bwana ikabidi wanahangaika sana kukusana pale. Kwa bahati nzuri au mbaya ndo alipomshika akamsukuma. Alipomsukuma hapa kuna mlango wa choo, kuna dirisha hapa, afu kuna kiti hapa. Alipomsukuma hapa akaenda kapia kwenye kiti sehemu hizi. Yule mama alipiga kelele moja tu. Kimya. Damu ikaanza kutoka. Sasa yule bwana akasema inshallah. Sasa kwa kumaliza akachukua shuka ile akamfutika kwenye shuka, akamwacha ndani mle. Akatoka akaenda akatafuta mkaa gunia hizi mbili, akatafuta mafuta taa lita 5. Unaona kule ndani kwenye banda la kuku kulikuwa na shimo limechimbwa muda mrefu sana kwa kazi nyingine. Akaona hili linafaa kufanya shughuli zangu. Akangoja usiku ulipoingia kama kwenye saa 4, ndipo alipokusanya kwenye shuka zake ile shuka, na yeye akambulula akapitia sitting room, akatokea jikoni, akatokea nje uani, akaingia banda la kuku. Akachukua mkaa akaweka chini ya shimo, akamtumbukiza. Akachukua mkaa mwingine akamimina juu kwa kauli yake mwenye mdomoni. Basi alipomaliza pale akamwaga mafuta taa, akawasha moto. Kawashwa ukawaka moto ule, akawa anakwenda anaangalia mwenyewe kwa kauli yake. Anakwenda anaangalia, ukiona umepungua anaongeza. Anakaa mpaka imefika saa 9. Alipoona shughuli mwili ule umempusha, ndipo
Alipochukua maji kuhakikisha moto umezimika, alipomaliza pale akachukua viroba viwili akapakia yale majivu kwenye viroba, akapakia yale majivu akayahifadhi kwenye gari. Alipohifadhi kwenye gari akachukua mchanga kuja kufukia shimo, akafukia lile shimo vizuri. Alipomaliza pale akachimba milizi yake mitatu akapakia kwenye gari na viroba vyake. Kwa maana hiyo alianza kutoka kwenda shambani kwao huko sehemu za Mkulanga huko. Kuna sehemu inaitwa Sangatini, ndio alipoenda kwenda kule. Kulikuwa na mashimo tayari yalishachimbwa tangu zamani ya kupanda minazi. Akamimina vile viroba vya mkaa vya majivu yale akafukia. Alipofukia akapanda midizi, akaja akapanda na sehemu nyingine akapanda midizi mingine. Sawa? Pale shughuli ikawa imemalizika, akashika njia akarudi nyumbani. Basi aliporudi nyumbani akakando kuja mpaka polisi walipokuja kumbana zaidi, ndio akaanza kusema vile na kueleza tukio zima. Na tukatoa na siku hiyo usiku kama kwenye kuanzia saa 10 na ngapi? Yaanzia saa 12 ndio tulianza kuondoka kwenda huko Sangatini. Mpaka tumefika kule saa 2:30 ndio tulipoanza kumtafuta mwenyekiti wa Sangatini. Kumpata, polisi wakamuuliza huyu unamjua? Akasema mimi simjui. Ndio mmoja akasema huyu si ndio alinunua ile shamba? Akasema sijanunua, mimi sijanunua kwangu. Polisi akamwambia usio na wasiwasi, wewe mwenyekiti, sisi tunataka ili tupate ushahidi wa kutueleza jinsi gani huku tumekuja kufanya nini. Akamwambia basi hebu bwana mueleze kwa kifupi tu kwa sababu muda umeshakwisha. Akamweleza bwana, mimi huku nimekuja, mke wangu nimemuua, nimemchoma moto na majivu nimekuja kufukia huku. Polisi akamwambia basi hapo tumemaliza, twende tukaanze kazi, twende kutuonyesha. Na kweli tulitoka tu ya kwanza ya pili, kufika pale kutaka kutuonyesha shimo ili hapa lilipandwa mdizi. Yule bwana ndo tulipoanza pale kuchimba. Tumechimba mpaka saa 4 tunakuwa tumemaliza ile kazi. Tunamshakuta udongo mweusi ndo unaweka pembeni. Yaani umeweka ule msafi umeweka pembeni, ule mweusi umeweka. Sasa pale katika ile kuangalia pekua si wengine sio wataalamu kusema kweli. Wao wakigonga kama vijiwe hivi wanachukua wanaweka pembeni. Vipande vya nguo wameweka pembeni, vipande vya vifungi vya mkanda wameweka pembeni. Wakachukua na udongo kama wenyewe wanasema mafuta hivi. Wameweka pembeni. Basi walipomaliza pale tukachukua viroba viwili. Tukapakia ule udongo. Wakasema hapa hatujapata taarifa rasmi. Kwa maana hiyo mpaka tunapokwenda kwenye vipimo ndio tutakojua kitu gani au kweli alifanya hivyo. Basi tukapakia viroba viwili na mifuko ya kaki miwili na vile vifuko vya nailoni vya wotea vile vitu, kwenda tukapakia kwenye gari. Kumaliza pale polisi akatoa shukrani ya kuwashukuru wenyeji wetu pale. Akamchukua mwenyekiti akakaa pembeni akachukua maelezo. Alipomaliza pale tukaagana, tukaanza safari ya kurudi. Na hapo ndo yule OCS akatuambia naomba mtu asitoe taarifa zisizo sahihi mpaka majibu yatapotoka kwa mkemia mkuu. Unaona? Kweli tukarudi imefika hapa saa 8. Tuko mimi na mjumbe watu wawe saa 8 ndio tumefika hapa. Basi siku ya pili yake tena mimi nilienda tena kituoni, nikaenda nikaandika maelezo yangu. Nimemaliza nikarudi. Kweli kama nyinyi nilinipigia simu, nilikuwepo, lakini nilipokutoka pale nikaenda kituo kingine. Basi hiyo ndio habari rasmi. Na hata jana walirudi tena polisi. Tukwenda kuangalia pale lile eneo aliyomchomea moto. Kwa sababu siku ya kwanza ile palikuwa kuchimbwa. Jana walienda tena wakachimba.
Walimaliza kuchimba, wakachimba kwenye mabwawa ya samaki, wakavunja yote mawili, lakini wakajiridhisha, wakasema humu hakuna chochote. Lakini katika lile shimo la aliyomchomea walichukua udongo na walikwangua viombazani mle, moshi ule wakachukua, wameondoka na hata hivyo walivyotoka pale, walivyomaliza wakatusii tena, jamani, taarifa zetu bado hazijakamilika, naomba msitoe taarifa zisizokuwa sahihi. Nikatoka mimi nikawashukuru kwa amani sana, nikamaliza, nikawaruhusu wakaondoka. Hiyo ndio habari rasmi ninaoifahamu mimi. Ndio. Kwa hiyo bado uchunguzi unaendelea. Mpaka sasa tukio hili lina taswira gani sasa? Kwa vile mwenyewe ametamka, basi tu ndio pata fahamu ya kujua yeye mwenyewe kamuua. Katika wivu wao wivu wa mapenzi. Ndio unajua mwenyewe kamuua. Imekuja kufahamika kwamba amemuua nini? Imekuja kufahamika amemuua kama tuseme mwezi huu. Mwezi ilikuwa siku gani ile? Kwa sababu sikumbuki, lakini ilikuwa mwezi wa 7. Taarifa ya polisi yote sina. Siwezi kusema uongo, polisi imenipa taarifa kwa vile vitu tulivyochukua ndiye vile hiyo sina, siwezi nikaongopa dada. Kule tunakwenda tena kwa vile polisi hawajaridhisha, wanataka tena wakajiridhishe kwa mara nyingine. Kuna sababu kule kulikuwa na mashimo mengine yamepandwa migomba, hatukayafukua. Kwa maana hiyo tunataka twende kule tukafanyeje, tukayafukue ili mradi polisi wajiridhishe. Wengine huenda tunasema huku kumbe pengine kama kuna vitu vingine vimefukiwa mle. Na pale alikuwa anaishi peke yake tu na mke wake au? Pale bwana, kwa wastani mazingira walikuwa wanaishi pale, mimi sijaona ndugu kwa kuweza kukaa ndani. Wanakuja tunakutoka, lakini sio kama nakukaa. Kwa sababu mazingira yao walikuwa wanajua wenyewe. Kwa sababu isitoshe sisi kawaida watu wengine tunakuwa tunashirikiana na watu kama tunakuja pale hodi, karibu, hamjambo, hatujambo, tunaongea, tunacheka, lakini wao mazingira yao yako kama wao. Hata kama watapata tatizo hawamwambii mtu mwingine. Umeona? Lakini kwa kusisitiza, mimi ningependa kuwasisitiza wananchi, hata kama mtu mumeo umepigana, mnagombana, usiwe kupenda kuwa mkisiri sana. Unajua usiri ndio matokeo yake yanakuwa vitu kama hivi. Na mambo mengine watu wanaweza akakusaidia, hata utamwona mtoto mdogo lakini anaweza akakupa mawazo, bwana acha na hivi, fanya hivi. Lakini wale bwana walikuwa wao wasiri yao. Hata mtu ana rafiki yake mpenzi, lakini siku alikuja hapa alishindwa kuelewa. Akasema mimi sielewi, sijui chochote. Kwa hiyo ina maana familia ile ilikuwa na usiri mkubwa. Ina usiri mkubwa sana. Ushirikiano wao kwa jamii pia ulikuwa mdogo. Unaona? Ushirikiano ulikuwa wao nje tu kama hivi, bwana habari. Sawa, kingia kwenye gari yake. Safari. Una kitu gani ambacho labda pengine unaweza kuambia Watanzania, kwa sababu tukio hili ni kubwa sasa, limeingia katika maeneo mengi, katika sehemu mbalimbali. Una kitu gani ambacho unaweza kuambia? Mimi labda niwaombe Watanzania wasikae kusikiliza mambo ya mitandao. Wangojee taarifa ya polisi ya rasmi itakayetolewa ndio itakayofanywa kazi. Sio mtu kasikia leo anakuambia wamekusanya kuni hatukuziona kuni sisi. Hata moto unaonyeshwa pengine kwenye TV hatujauona ule moto. Sasa usisikie maneno mtu kasema huyu mara, kwa sababu hata mimi tulivyorudi kule watu wakasema tumeona fuvu la kichwa, tumeona meno, mimi sijayaona. Labda kama umeyaona wenzangu, mimi sijaona ule usiku, sijaona kabisa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.